Siku nyingine ni weekend hii hapo imefika, mtazamaji wa Gift Online TV. Karibu ndani ya Zoom Sport kuweza kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa kuna jambo ambalo tutaweza kujadili vizuri zaidi kwa siku hii ya leo juu ya Simba na Yanga. Tunaona mchezaji kitoka katika timu fulani kwenda katika timu B, kutoka timu A kwenda B kuna kuwepo na shida. Yaani kitoka Yanga kwenda Simba au kitoka Simba kwenda Yanga kuna kuwepo na utofauti fulani hivi wa yeye kuweza kupewa nafasi. Pengine ni ubora au ni kipi ambacho kinaweza kusababisha hivyo. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaweza kujadili kuhusiana na wachezaji wa Yanga ni bora kuliko wachezaji wa Simba. Tutaweza kufahamu vyema kabisa kwa siku hii ya leo. Cha msingi kama hujasubscribe ili wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu pindi pale zinapotokea, unakuwa ni wa kwanza. Lakini unaweza kashare pia kwa wengine wakaweza kupata kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Tobias Kisimo, tutakuwa na Eric Keyman akiweza kuchambua vyema kabisa swali hili tunalojadili kwa siku hii ya leo. Eric Keyman, uko poa ndugu yangu? Swadakta sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinakwenda vizuri. Kinakwenda vizuri. Weekend hii. Sio upande wako wewe. Weekend hii hapo. Weekend ya moto kweli lakini ndio hivyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kikubwa ni mipango iende. Tumeshuhudia UEFA Champions League, Europa League imepita. Sasa tunakwenda kushuhudia ligi mbalimbali pale barani Ulaya, lakini kwenye bara la Afrika ndio nizamu ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Yaani hii ni kama UEFA Champions League ilivyoko kule barani Ulaya. Sasa kwenye bara la Afrika ndo style hiyo kwenye hii weekend. Leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo kikubwa weekend inaonekana imechangamka. Ila wawekezaji jana shughuli ilikuwa nzito kweli kweli. Shughuli ilikuwa nzito na kwa timu gani? Atletico mbili, Leicester City au nani? Nyingi. Wawekezaji jana wanajua walichokutana nacho. Lille yuko nyumbani chali, Roma yuko nyumbani chali, Crystal Palace yuko nyumbani Uingereza na katimu huko Ugiriki chali. Kwa ndio hivyo. Tunasema Mwindi alikuwa yuko kazini. Juzi ilikuwa ni siku ya shangwe, jana Mwindi alikuwa yuko kazini. Akawa anachukua zake na watoto. Alikuwa amesimamia vizuri. Na watoto wanamtegemea ada, chakula na nini, kwa hiyo inabidi mambo yaende hivyo. Lakini hawezi kufilisika bado. Kwani anafilisika yule jamaa? Ndio hivyo, huwezi jua. Sawa, basi moja kwa moja kwa siku ya leo tunaweza kujadili kuhusiana na ubora wa wachezaji wa Yanga. Unakuwa na utofauti wa kikosi cha Simba. Tukishuhudia katika msimu hata uliopita, tukianza tu na Chama, tunaona alikuwa katika kikosi cha Msimbazi akiweza kufanya vizuri, lakini aliweza kuingia katika kikosi cha Yanga kutoka katika Wekundu wa Msimbazi Simba kwenda Jangwani akiwa katika hali nzuri kutoka Simba, lakini ameenda Yanga ni benchi. Anapewa tu dakika kadhaa za kuweza kucheza. Labda pengine kwa upande wako wewe, katika uzoefu ambao umeweza kuzoea katika tofauti ya mechi ambazo zimekuwa zikipigwa tukiweza kushuhudia, kuna utofauti gani kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga? Kwa sababu tukiangalia Yanga wanakuwa na utofauti wa kuweka wachezaji benchi, tukishuhudia hata kwa upande wa Mohamed Hussein. Yani ni jambo ambalo nashangaa mashabiki wa Simba wanafurahia. Kwangu mimi nasema kwamba Simba hawapaswi kufurahia wachezaji kutoka kwenye timu yao na kwenda kwenye timu ya Young Africans alafu hawapati nafasi ya kucheza. Kwangu mimi naona kwamba wanapaswa kusikitika katika hili. Kivipi? Maana kwamba inaonyesha kwamba klasi ya wachezaji wa kikosi ya Young Africans ni kubwa kuliko kikosi chao. Ndio maana wachezaji wao wakitoka huko wakisajiliwa kwenda kikosi cha Young Africans ni ngumu kwenda kupata nafasi. Chama alikuwa ni first 11 ya Simba, pangua paka anaondoka kwenye kikosi cha Simba, anasaidiwa kwenye kikosi cha Young Africans. Anaondoka Simba anahuzunika, lakini anaenda kwenye kikosi cha Young Africans hapati nafasi. Mohamed Hussein Zimbo Junior tumeona juzi amesajiliwa nahodha wa kikosi cha Simba Sports Club. Pangua kauka ni kuvae kwenye kikosi cha Simba. Ulikuwa ni lazima first 11 lazima awepo. Leo yuko kwenye kikosi cha wananchi Young Africans hapati nafasi. Yuko bench. Alafu unakuta shabiki wa Simba eti anafurahi
anaona kama ni amemkomoa Mohamed Hussein. Safi, si ameondoka kwa mbwembe, acha akae bench. Lakini lile ni somo. Kivipi? Lazima utafakari kwamba kwa nini mchezaji ametoka kwenye timu yetu akiwa anafanya vizuri, akiwa first 11 tegemeo, alafu ameenda kwenye timu ya Young Africans hapati nafasi. Ndio. Hii inaonyesha kwamba Young Africans daraja lao ni kubwa kuliko la Simba. Wana wachezaji wenye class kikubwa. Hapo wamejitofautisha, maana kwamba wanaonekana wana kikosi bora kuliko Simba, ndio maana wachezaji wa Simba wakienda huko wanashindwa kupata nafasi. Lakini leo unajiuliza kwamba je, mchezaji wa Yanga akitoka kule akienda Simba anapata nafasi? Umeona, ni maswali ambayo pia shabiki anapaswa kujiuliza pia kwenye akili yake. Leo hii Elim Panzu akienda pale Young Africans, vipi kama apati nafasi? Lakini je, Pedro Pacome akitoka Young Africans, Maxim Pianzingeli akitoka Young Africans akienda kwenye kikosi cha Simba apati nafasi? Ni maswali ambayo pia mashabiki wanapaswa kujiuliza. Kutokana na uwezo na ubora wa wachezaji. Shadrack Boka Saka ambaye yuko kwenye kikosi cha Young Africans kwa hivi sasa, ambaye anamweka Mohamed Hussein bench, leo hii akija kwenye kikosi chao hapati nafasi. Ni maswali ambayo pia wanapaswa kujiuliza. Djigui Diarra, goalkeeper wa Young Africans, akienda kwenye kikosi cha Simba hapati nafasi. Kwa mashabiki, kabla ya kuanza kupiga kelele, kabla ya kuanza kuzungumza hiki ambacho wanazungumza, waanze kujiuliza maswali kwanza kwenye timu yao, namna ambavyo ilivyo. Lakini timu ambayo wachezaji wao ambao walikuwa kwa first 11 tegemeo wameenda huko, je, hiyo timu ikoje? Wakishajiuliza hivyo, wakipata majibu, basi moja kwa moja jibu ni rahisi tu. Unaona kwamba daraja la Simba la Simba la wachezaji wake ni dogo kuliko daraja la wachezaji wa Young Africans. Sawa. Na je, hizi sio mbinu za kiushindani? Mfano wakiangalia mchezaji anayefanya vizuri katika kikosi cha Simba wakampeleka katika kikosi cha Yanga kumweka benchi, sio labda ni mbinu ya kiushindani katika mchezo, labda ndio maana ili kuidhoofisha timu yako, ndio maana unaamua kufanya jambo hili la kumsajili na kumweka benchi? Kwenye swala zima la usajili, siku zote haijalishi kwamba unafanya nini, ili hali kwamba ni mchezaji mzuri, umemchukua kwenye timu yako ili aje kuingia first 11 au aje kumchallenge mtu ambaye yuko kwenye timu yako. Kwa nini? Hii ni faida kwenye timu. Faida kwenye timu kivipi? Yule ambaye anajiamini na ile namba, akiona mchezaji wa daraja lake au linalokaribia daraja lake amekuja pale, basi moja kwa moja kuna kaushindani kana kuepo, yeye pia anapandisha socks zaidi kuendelea kuipambania namba yake. Maana kwamba inaleta ushindani pia kwenye kikosi cha Young Africans. Siamini kama Young Africans kumsajili Mohamed Hussein ni mbwembwe tu pekee, bali ni eneo ambalo lilikuwa linawatesa Young Africans. Vipi kama akiumia Shadrack Boka Saka kwenye kikosi cha Young Africans, nani anakwenda kucheza katika ile eneo? Tuliona Shadrack alikuwa anaumwa, alipata injury. Nani alikuwa anacheza ile eneo? Tulikuwa tunaona winga Faridi Musa alikuwa anapewa nafasi. Nixon Kibabage alikuwa anacheza, lakini uoni quality yake ile kubwa. Young Africans walifanya sahihi kuona Mohamed Hussein yuko pale Simba nahodha, tunaweza tukamwiba, na wakatumia ushawishi wa pesa wakafanikiwa kumpata. Maana kwamba sioni kama kuna mpango mwingine zaidi ya kupata mchezaji ambaye unaamini ni bora na unaamini kabisa anaisaidia ile timu pinzani. Sasa pengine la kumalizia, jambo kama hilo lizidi kufanyika katika vikosi, kuweza kuchukua mchezaji mmoja kumpeleka katika kikosi kingine. Nimejikuta nacheka kwa sababu jambo kama hilo kufanyika sio baya, lakini linaumiza mashabiki sana. Linaumiza mashabiki wapi? Jambo lolote lile linalofanyika, nadhani hata wewe unashuhudia. Tukichukulia hata la Morrison jinsi liliweza kuumiza wachezaji wa Yanga na la Chama lilivyoweza kuumiza wanachama wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Sasa habari ya kuumia mtajua wenyewe kwa wakati huo. Ili mradi hawa ni watani wa jadi. Simba anatamani kumuona Young Africans akipitia mateso. Young Africans wanatamani kuiona Simba ikipitia mateso. Kwa wote hao wanatazamana. Yanga anatamani kuona
Simba anatamani kuona Simba anapitia msoto. Ndiyo. Simba nao anatamani kuona Young Africans wanapitia msoto. Yeah. Ndio utani wenyewe huu uliopo, na kuna raha yake mchezaji ambaye anaonekana ni key player kwenye timu pinzani, alafu ukafanikiwa kumbeba akaja kwenye timu yako, hususan kwa watani wawili, kwa maana kwamba pale ndo raha ya mpira, ndo raha ya utani wenyewe. Mpaka hii leo kwa asilimia kubwa Ndiyo. Young Africans bado kuna staili fulani wanatamani kuipiga Simba, lile tukio ambalo walilopigwa la bwana mdogo Bernard Morrison. Yes. Kama unakumbuka, Morrison alikuwa wa moto, alikuwa yuko kwenye piki ya aina yake, paka Young Africans walihaa paka wakaenda kasi, lakini hawakufanikiwa. Lakini mpaka siku ya utambulisho wa wachezaji bado wakaishia kumtambulisha, hawaamini kama ndo ameenda Young Africans. Kama unakumbuka, Yanga walimchukua Chama, lakini Simba hawakuumia kiivo. Kwa nini? Maanake ilifika mahali walishamtumia vya kutosha, yani mpaka imefika basi. Kina Nungunungu Master walishatumika vya kutosha mpaka imefika basi. Yani Simba paka wanamwacha Chama, ilikuwa ni wao wenyewe kuamua aondoke au abaki. Maanake ilifika stage Simba wao wenyewe wakasema bana, sisi tumemwekea hicho, akiamua kusaini sawa, akiamua kuondoka ni sawa, kiasi ya kwamba walikuwa na uwezo wa kumpa anachokitaka mchezaji abaki. Lakini ukiangalia pia Mohamed Hussein nayo pia kiasi alichokuwa na kitaji na namna ambavyo wanaona kabisa mchezaji tumekaa naye kwa muda mrefu, wakaamua kumwacha. Lakini wangekuwa bado wana nia kuendelea kubaki naye kwenye timu, basi moja kwa moja wangempa anachokitaka na angebaki. Young Africans wanachohitaji kwa hivi sasa ni kuchukua mchezaji Simba ambaye bado wanamhitaji, ambaye wanapambana katika kila hali kumbakisha mchezaji huyo, na mwisho wa siku wapite naye. Ndicho ambacho Young Africans wanakitazamia hicho. Na lengo kuu la Young Africans kwenye huu usajili dirisha lililopita, Elim Panzu aliyekuwa anaimbwa kwenye kikosi cha Simba, ambaye sasa hivi kidogo naona ile piki yake kidogo imepungua, tofauti na dirisha kubwa lilivyokuepo na alivyokuwa anamalizia msimu. Alikuwa anaonekana ndo star wa Simba Sports Club. Sasa Young Africans uliona kuna namna walihusishwa na wakawa wanatia jamba kidogo. Kama ulikuwa unamuona afisa habari wa Young Africans alikuwa anataja neno sasa Leili, kama unakumbuka, maana kwamba walikuwa wanaona kwamba huyu ndo mchezaji ambaye tukimbeba hawa mabwana tutawaumiza. Na kweli Young Africans wangefanikiwa kupita naye maana kwamba ingekuwa ni maumivu kwa Simba mpaka leo. Yani leo hii ni sawasawa Simba wapite na Pedro Pacome. Nini hapo kinatokea? Ni hatari, ni pigo kubwa. Achilia mbali na wachezaji wengine, kina Maxi, sio kina nani, au wengine wengi unawajua ndani, sio kina Prince Dube. Achilia mbali hao, ayumi sana, ila Simba apite na Pedro Pacome leo hii pia amembeba. Hayo maumivu yatakuwa ni yanafika kwa kila shabiki wa Young Africans nchi nzima na nje ya mipaka ya ardhi ya Tanzania. Yoyote shabiki wa Young Africans lazima aumie. Sasa hivi Simba pale kuna beki ambaye sasa hivi amekuja kwenye piki kubwa, yuko hapa Rushain Derok. Sasa hivi Yanga ndo apite naye tu sharp, usikilizia kuna dirisha dogo linakuja hapa, wapite naye wambebe, alafu usikia hayo maumivu yake. Hilo ni pigo sana, moja kubwa sana. Unakumbuka pigo ambalo walipigwa Simba la Kevin Yondan Vidic? Lile ndo lilikuwa pigo haswa kwa Simba Sports Club, walizi kuchanganyikiwa. Mpaka leo hajapigwa pigo kama lile. Young Africans pigo la Bernard Morrison, mpaka leo hajapigwa pigo kama lile. Sasa hayo ndo matukio ambayo ya Simba na Yanga waga yanaumaga kikweli kweli. Kwenye issue za usajili, kaika za usajili, Mbuyu Tite kama unakumbuka, alioumaga Simba Sports Club vibaya mno kupita maelezo. Manake walikuwa wameshafanya kila kitu. Paka gharama za usafiri za kumleta kwenye ardhi ya Tanzania
lakini mwisho wa siku Yanga wakapita na Eshua. Hayo ndio maumivu ambayo sisi tunayasemea. Sawa, moja kwa moja mtazamaji, tumetia nukta hapa. Okay, Manuel, la kujazia. La kujazia sina, nimemaliza kabisa. Moja kwa moja tulipo nguvu na maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry tu na sio mahala pengine. Ili uweze kufika katika huduma ya Mlima Moria Ministry inapatikana maili 6 Msasani mkoani Kilimanjaro. Kama unatokea Moshi, pana gari ya maili 6, shuka kituo cha mashine, rudi nyuma kidogo utakutana na bango kubwa, shuka na barabara hiyo utaona kanisa, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Kama unatokea Arusha vile vile utashukia kituo cha mashine, lakini utavuka barabara utasogea mbele kabisa utaona bango kubwa la huduma. Ukishuka na barabara hiyo utaona kanisa, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Siku za ibada Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Jumatano na Ijumaa kuanzia majira saa 8 mpaka majira ya saa 11. Siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 6 mpaka majira ya saa 10:30 za jioni. Karibu ndani huduma za Mlima Moria Ministry. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Kumbuka tuliweza kujadili kuhusiana na Simba na Yanga, juu ya kuweza kuchukuliana wachezaji. Tumezoea hapa na pale, mchezaji ameenda Simba, ameenda Yanga, inakuwa ni pigo. Basi tumeweza kujadili hilo kwa siku hii leo. Nikutakia wakati mwema. Bye bye.